Lakini kipekee mimi nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia kwa sababu amekuwa kinara na ameleta mageuzi makubwa sana kwenye sekta hii ya uhifadhi na utalii. Na kwa vile mimi natoka wilaya Ngorongoro, mwenyekiti, naomba pia niseme kwamba sababu nyingine ambayo mimi kwa kweli namshukuru Mama Samia ni kwa sababu ametuletea utulivu mkubwa sana ndani ya wilaya yetu. Huko nyuma tulikuwa na migongano mingi, lakini nashukuru sana utulivu aliouleta na sasa tunaongea vizuri. Waziri mkuu naye ametupokea vizuri. Mheshimiwa waziri, ni watu wasikivu sana kwa kweli, tunawashukuru sana. Lakini wizara ni nyeti sana, na mimi nianze kwa kuipongeza tena kwa kuweza kuhifadhi karibu nusu ya nchi. 32% kufanya uhifadhi 5 sio kazi ndogo, ni kazi kubwa sana. Lakini Mheshimiwa mwenyekiti, uhifadhi sio tu kwamba tumepewa na Mungu kufanya hiyo uhifadhi, lakini pia uhifadhi ni biashara. Na mimi niungane na wenzangu walisema ni muhimu sasa tu translate kwa vitendo uhifadhi tunaofanya kuboresha maisha yetu kama Watanzania. Utalii hatuufanyi kulingana na uhifadhi tuliofanya. Na kwa bahati nzuri Chama cha Mapinduzi kwa ilani yake imetoa malengo. Na mimi nataka nimwambie waziri, haya malengo uliopewa tunajua unaweza kuyatimiza. Kufikisha watalii milioni 8 kwa miaka 5 ni kazi ndogo sana. Unajua unaweza kufikia kwa miaka 2.5 mpaka 3 ili tuweze kuwa na utalii ambao unaweza kuboresha maisha yetu. Lakini mimi nataka kushauri Mheshimiwa mwenyekiti, utalii tunaofanya unakuwa mgumu sana kunufaisha wananchi wa kawaida kwa sababu mara nyingi sana unafanywa ndani ya maeneo yaliyohifadhiwa. Hoteli nyingi za kitalii zenye ardhi 3 mpaka 5 zote ziko karibu nyingi sana zipo ndani ya maeneo yaliyohifadhiwa. Ni ushauri wangu kwa wizara kuanza sasa kutengeneza mikakati na sera ya kurudisha miundombinu ya utalii vijijini kwa wananchi, ili wananchi waweze kunufaika moja kwa moja na utalii. Watalii waje walale gesti zetu, wanywe chai zetu, wale mandazi zetu, kwa sababu hapo ndio mtu wa kawaida anaweza kuona manufaa ya utalii moja kwa moja, na utaingia kwenye uchumi wa nchi na kaya, na ile daraja la kati inaweza kunufaika na utalii. Kwa hiyo mimi nataka niwaombe msichukulie kwanza msichukulie idadi ya watalii milioni 8 kama ni lengo kubwa. Hilo ni lengo dogo sana kulifikia, na kwa sababu ya uwezo wenu na nia yenu kama wizara najua mtafikia haraka sana. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa vile muda unaenda, naomba nigusie swala la wanyama wakali na waharibifu. Na niongeze pia na mahusiano yaliyoko ndani ya kati ya wahifadhi na wananchi. Mimi nataka kushauri, kwa sababu leo tunaanza kuchangia hii budget kwa mara ya kwanza. Mimi nataka kushauri wizara hii itoke iende vijijini ikazungumze na wananchi, wakajue ni changamoto gani zipo kati yao na wananchi, ili kuleta urafiki wa karibu sana kati yao na wananchi, kwa sababu ni muhimu wananchi wathamini hii kazi za uhifadhi zinazofanywa, lakini ni muhimu sana pia wizara hii isikilize na kuchukua maoni ya wananchi, ili wananchi wasione wanyama wakali kama ni maadui, na hata wahifadhi na wao wasije kuona shughuli za kibinadamu kama ni maadui wa uhifadhi, kwa sababu sio mara chache tumeona wanyamapori wanafuata wana vijiji na ng'ombe zao vijijini na hakuna bugudha, lakini ng'ombe zikiwafuata wanyamapori kule hifadhini mara moja inakuwa kama dhambi, kitu ambacho hatukielewi kisayansi na pia hatukielewi kijamii. Kwa hiyo ni vizuri ili swala la kutengeneza mahusiano mema kati ya uhifadhi na wananchi likafanyiwe kazi. Mheshimiwa mwenyekiti, kama ambavyo tumekusha sema huko nyuma, wanyama wakali hawa hasa tembo, ni vizuri pia tufanye utafiti. Ni nini wanafuata vijijini? Maana ukiona kitu wanachofuata vijijini, Mheshimiwa mwenyekiti, ni mahindi au chakula chochote kinacholimwa na binadamu. Sasa tukiwashauri hifadhi mwanze kulima mahindi huko hifadhini ili kuwazuia tembo wasije vijijini, mtatuambia haikubaliki kwa sababu ni hifadhi. Lakini sisi tunachotaka ni kutafuta urafiki wa wanyamapori na wananchi, na ikiwezekana kabisa kuwamilikisha wananchi wanyamapori wanaokuja vijijini,
kwa sababu tunajua nyumbu wanapovuka hifadhi ya taifa Serengeti kwenda Kenya wanakuwa mali ya Wakenya, wanapokuja Serengeti inakuwa mali yetu wa Tanzania. Kwa nini inakuwa ngumu kuwa mali ya wanavijiji wanapokwenda maeneo yao ya vijiji? Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kufikia hapo naunga mkono hoja. Asante.